Shambulio la kombora la ballistic kutoka Iran limesababisha moto mkubwa katika eneo la viwanda karibu na mji wa Beersheba kusini mwa Israel, huku mvutano ukiendelea kuongezeka kutokana na maonyo ya maafisa wa Iran na ongezeko la uwepo wa kijeshi wa Marekani. Kwa mujibu wa huduma za uokoaji za Israel, kombora hilo lilipiga eneo la viwanda la Neot Hovav kusini mwa Beersheba na kusababisha moto mkubwa. Vikosi vya uokoaji, madaktari na zimamoto walitumwa eneo la tukio kufuatia taarifa za mlipuko huo. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Wakati huo huo, kamanda wa jeshi la wanamaji la Iran, Shahram Iran, ameonya kuwa meli ya kivita ya Marekani USS Abraham Lincoln italengwa ikiwa itakaribia ndani ya masafa ya kushambuliwa. Amesema Iran italipiza kisasi kwa kuzamishwa kwa meli yake ya Dena mapema mwezi huu kwa kurusha makombora ya baharini kuelekea meli hiyo ya Marekani. Kwa upande mwingine, spika wa bunge la Iran, Mohammad Kalibaf, aliishutumu Marekani kwa kupanga kwa siri operesheni ya ardhini licha ya kuonekana hadharani ikiendeleza juhudi za kidiplomasia. Katika taarifa iliyorushwa na shirika rasmi la habari la IRNA, Kalibaf alisema Marekani inatuma ujumbe wa mazungumzo huku ikiandaa hatua za kijeshi. Aliongeza kuwa vikosi vya Iran viko tayari kukabiliana na wanajeshi wa Marekani iwapo watapelekwa nchini humo. Maendeleo haya yanakuja wakati kukiwa na tetesi kuhusu uwezekano wa uvamizi wa ardhini wa Marekani. Kamandi ya kati ya Marekani CENTCOM imethibitisha kuwa meli ya mashambulizi ya majini USS Tripoli iliwasili Mashariki ya Kati Ijumaa hii. Meli hiyo imebeba takriban wanamaji na wanajeshi 3500 pamoja na ndege za usafiri, ndege za kivita na vifaa vya mashambulizi ya majini. Kuwasili kwa USS Tripoli kunatazamwa kama sehemu ya kuongezeka kwa maandalizi ya kijeshi licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kutafuta suluhisho la kumaliza mgogoro.